Siku ya leo unakwenda kushuhudia maajabu makubwa ambao hukuwahi kuyajua tangu umezaliwa katika hii dunia. Kwanza kabisa, ndugu mtazamaji wangu, napenda nikueleze hapa nilipo leo ni mpakani wa Tanzania na Kenya. Nimekuja hapa kwa sababu kuna maajabu mengi sana ambayo tumekuwa tukihadithiwa, tumekuwa tukiyasikia kwenye media mbalimbali za habari, television, hata magazeti, lakini hatukuweza kuyashuhudia kwa macho. Sasa mimi leo nimeona ni bora nifunge safari nije ili tuyaone haya matukio kwa ukaribu zaidi, tuweze kuyashuhudia kwa macho yetu, na nikuwasilishie ndugu mtazamaji wangu uweze kushuhudia wewe mwenyewe kwa macho. Na ukiangalia kwa mbali kule chini, ukiangalia kule chini kule ndio Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya ile kule tunaweza kuisogeza hapa kama unavyoweza kuiona kwa ukaribu zaidi hapa. Basi kule ndio Nairobi, Kenya, na barabara zile kule zinaelekea nchini Kenya. Sasa halikuwa lengo kukusogeza mpaka tukuweze kufikisha huku, lakini lengo kubwa ilikuwa ni kufika mahali hapa ili uweze kushuhudia mambo makubwa na ya ajabu ambayo hukuwahi kuyaona kamwe katika maisha yako. Kwa hiyo naomba uwepo wako mpaka mwisho, tuungane kufuatilia tukio hili mpaka mwisho, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ya ajabu ungetamani uyashuhudie siku ya leo, ndugu mtazamaji wangu. Kwa kwanza kabisa hapa nadhani unaona kwamba kuna majabawe, kuna rocks ambazo ni za miaka mingi sana, zimepangiliwa kwa nakshi nzuri kabisa kama unavyoweza kuona, lakini pia kunaonekana kama kuna viumbe wa ajabu ambao wanaishi katika eneo hili. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, cha kwanza kabisa chini ya video hii angalia kuna neno limeandikwa subscribe hapo, utalibonyeza hilo, kisha utabonyeza alama ya kengele. Hapo utakuwa umesubscribe na tukio lolote ambalo litakujilia katika channel hii utakuwa wa kwanza kulipata. Sasa siku ya leo tukienda moja kwa moja, nataka nikupitishe, kuna vitu vya ajabu, kuna vinyonga, kuna mijusi, kuna chatu, kuna nyoka wakubwa ambao wanaishi katika eneo hili. Sasa ndugu mtazamaji wangu, nataka nikupitishe mpaka kwenye maeneo hayo ambao wako wale chatu. Sasa tutasimama kwa mbali, na inasemekana kwamba hao chatu ndio waliokumbatia hizo dhahabu, wamekumbatia dhahabu. Kwa hiyo mimi na wewe tutapita katika maeneo haya mpaka tutaweza kufika yale maeneo ambayo inasadikika kwamba ndio hatarishi zaidi na yana mambo mengi ya ajabu na ya kutisha. Nimeona nikulete leo ili tuweze kupata uhondo au kushuhudia maajabu haya ya dunia. Kwa hiyo naomba uwe tayari, ukae tayari, naomba usikivu wako, utulivu wako, tega masikio, tega macho yako, angalia mambo ambayo naenda kukuonyesha ya ajabu. Kwanza kabisa ukiangalia hapa kuna njia ya chatu. Chatu wanapita katika eneo hili hapa, wanaenda wanakaa kule juu, ambako kule juu ndiko kwenye chatu wakubwa na yale majoka makubwa ambayo inasemekana yamekumbatia hizo dhahabu. Sasa mimi na wewe leo nataka nikupitishe, nikupeleke, nikusogeze mpaka pale pale ambapo ndipo penye hivyo vitu vya ajabu. Kwa hiyo tutaenda pamoja hapa, tutaenda mpaka tunapanda mpaka huku juu, tunaenda kuangalia hivi vitu ambavyo ni vya ajabu. Ndugu mtazamaji wangu, vimejificha katika mapango haya, mapango ya ajabu kabisa kama unavyoweza kushuhudia hapa mbele yangu. Unaona tunapandisha katika kilele kabisa. Kuna vitu vingi ambavyo unaviweza kuvishuhudia hapa, lakini kwa umbali kidogo nataka nikusogeze pale kama ningeweza. Ndugu kameramani, naomba wasogeze mpaka hapa waweze kuangalia kidogo hapa. Kule mbele Nairobi, Kenya ile pale, na inaonekana kwa mbali, na katika chini kabisa kule kuna mji mzuri sana ambao umejengeka, umepangilika vizuri, na mandhari ya huku juu ni matulivu sana. Unaweza kukiona kila kitu kwa ukaribu kwa sababu kuna mlima ambao ni mzuri, umepangiliwa vizuri, kumejificha, wala hamna bugza wala kelele zozote isipokuwa sauti za ndege na viumbe mbalimbali waishio katika mwitu huu. Lakini si zumuni letu ni kuonyesha hawa viumbe wa ajabu ambao wanapatikana, ndio hasa waliotuleta, wanapatikana katika eneo hili. Kwa hiyo naomba kaa tayari, tulia, weka usikivu wako na utulivu wako, naenda sasa kukusogezea haya maeneo ambayo ni hatarishi zaidi. Hapa usishangae tutazima maiki kidogo, kwa sababu hawa chatu inasadikika kwamba hawapendi kelele wala bugza mbalimbali za binadamu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wangu, tukifika katika lile eneo husika, nitaomba uniwie radhi kidogo, kwa sababu tunaenda kuimute mic kidogo ili itumike tu kamera, sio sauti tena, kwa sababu viumbe waishio katika eneo hili ni waajabu na huwa hawapendi kelele. Karibu tuwe pamoja, asante.